Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 20. Hata siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene alikwenda kaburini alfajiri kungali giza bado. Akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio akafika kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda. Akawaambia, wamemuondoa Bwana kaburini, wala hatujui walikomweka. Basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine, wakashika njia kwenda kaburini. Wakaenda mbio wote wawili, na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro. Akawa wa kwanza kufika kaburini. Akainama na kuchungulia. Akaona vitambaa vya sanda vimelala, lakini hakuingia. Basi akaja na Simoni Petro, akaingia ndani ya kaburi, akavitazama vitambaa vilivyolala. Na ile leso iliyokuwako kichwani pake haikulala pamoja na vitambaa, bali imezongwazongwa mbali mahali pa peke yake. Basi ndipo alipoingia naye yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa wa kwanza kufika kaburini, akaona na kuamini. Kwa maana hawajalifahamu bado andiko ya kwamba imempasa kufufuka. Basi wale wanafunzi wakaenda zao tena nyumbani kwao. Lakini Mariamu alikuwa akisimama karibu na kaburi nje yake, analia. Basi akilia hivi, aliinama na kuchungulia ndani ya kaburi. Akaona malaika wawili wenye mavazi meupe wameketi, mmoja kichwani na mmoja miguuni hapo ulipolazwa mwili wake Yesu. Nao wakamwambia, Mama, unalilia nini? Akawaambia, kwa sababu wamemuondosha Bwana wangu, wala mimi sijui walikomweka. Naye akiisha kusema hayo, akageuka nyuma akamuona Yesu amesimama, asijue ya kuwa ni Yesu. Yesu akamwambia, Mama, unalilia nini? Unamtafuta nani? Naye huku akidhania ya kuwa ni mtunza bustani, akamwambia, Bwana, ikiwa umemchukua wewe, uniambie ulipomweka, nami nitamuondoa. Yesu akamwambia Mariamu. Yeye akageuka akamwambia kwa Kiebrania, Raboni, yaani mwalimu wangu. Yesu akamwambia, usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Mariamu Magdalene akaenda akawapasha wanafunzi habari ya kwamba nimemuona Bwana na ya kwamba amemwambia hayo. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia, amani iwe kwenu. Naye akiisha kusema hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomuona Bwana. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Naye akiisha kusema hayo, akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakaowaondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Walakini mmoja wa wale thenashara, Tomaso, aitwaye Pacha, hakuwako pamoja nao alipokuja Yesu. Basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemuona Bwana. Akawaambia, mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari, na kutia kidole changu katika mahali pa misumari, na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Basi baada ya siku 8 wanafunzi wake walikuwamo ndani tena, na Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu, na milango imefungwa, akasimama katikati, akasema, amani iwe kwenu. Kisha akamwambia Tomaso, lete hapa kidole chako, uitazame mikono yangu, ulete na mkono wako uutie ubavuni mwangu, wala usiwe asiyeamini, bali aaminie. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu.
Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheri wale wasioona wakasadiki. Basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake, zisizoandikwa katika kitabu hiki. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, Mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Amen.